Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 14. Masomo yetu ni mwaka A wa kanisa. Na somo letu la kwanza kutoka kitabu cha nabii Zakaria, sura ya 9 mstari wa 9 mpaka wa 10. Hapo tunasikia nabii Zakaria akiwahubiria watu ambao tayari wameshatoka utumwani. Tunawaita post exilic. Hawa ni wana wa Israeli ambao walikuwa wameshatoka utumwani Misri, ambapo hawa walikuwa katika hali ya wasiwasi. Walikuwa hawana mfalme, hawana jeshi, hawana ukuta. Kwa hiyo walikuwa wakiishi katika hali ambayo ni hali ya simanzi, hali ambayo si nzuri. Walikuwa katika hali ya hofu. Nabii Zakaria anainuka na kuambia kwamba furahi Yerusalemu, furahi binti Sayuni. Kwa nini? Kwa sababu atakuja mfalme ambaye huyu mfalme atakuja tofauti kabisa na wafalme wengine. Atakuwa tofauti na mfalme Daudi, atakuwa tofauti na Sulemani, hatakuja na jeshi au na farasi. Huyu mfalme anakuja kitofauti, kinyenyekevu kweli. Anakuja na punda. Anakuja kwa hali ya unyenyekevu. Ndugu zangu wapendwa, tunafahamu kabisa unabii huu wa nabii Zakaria ulitimia kwa ujio wa Kristo kuingia katika Yerusalemu akiwa amepanda juu ya mwanapunda. Tofauti kabisa na wafalme wengine ambao wengine huja kwa hujitapa kwa majeshi yao, hujitapa kwa farasi na wingi wa wengine wa farasi na silaha mbalimbali, lakini huyu mfalme ni tofauti. Huyu anakuja akiwa na unyenyekevu. Anakuja akiwa amepanda juu ya punda. Punda ambaye ni mnyama mpole tu, hana hata shida. Ndugu zangu wapendwa, ujumbe huu ulikuwa ni ujumbe kwa wana wa Israeli ambao wameshatoka utumwani Babuloni, ambapo sasa walitakiwa waanze kushangilia kabla hata ya mfalme kuja. Kwa hili ni tendo kubwa sana la imani, kwamba unaanza kumshangilia mfalme hata kabla hujamuona. Maana yake ni unatakiwa uwe na imani kubwa sana moyoni. Ukiwa na imani hii unamshangilia, yani kama vile mtu anakuambia furahi kwa sababu hela zinakuja. Unaanza kushangilia hata kabla hujaziona. Usipokuwa na imani unaweza kuwa na ataniletea kweli. Wengi wetu pengine tutaanza kushangilia baada ya kuzipata hizo pesa au baada ya mfalme kuja. Lakini ukweli ni kwamba ni utabiri ambao ulifanyika tangu mwaka 520 mpaka mwaka 480 BC kabla ya kuzaliwa Kristo. Maana yake ni baada tu ya kutoka utumwani Babuloni. Kwa ndugu zangu wapendwa, huu ni ujumbe mkubwa sana wa imani, wa kumtumainia Mungu, kwa sababu ni Mungu ameongea kwa njia ya nabii Zakaria. Tujitahidi na sisi. Wakati mwingine tumekuwa ni watu mpaka tuone ili tuweze kuamini, lakini Mungu anatupa ujasiri leo kutumia nabii Zakaria kwamba tuamini kwamba yeye ataleta ukombozi, atatupatia baraka. Yeye ni Mungu ambaye anapenda kutuona tukiwa katika hali ya furaha. Ndugu zangu wapendwa, dhana ya Mungu kuja katika hali ya unyenyekevu inajidhihirisha hata kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu anashangilia katika Injili, anamshukuru Baba kwamba hata yale mambo makubwa wamefichwa wale ambao walikuwa wanajiona kabisa pengine wana akili kubwa, wa Mafarisayo, waandishi ambao walikuwa wameshasoma. Akaja kufunulia tu watoto wachanga tu, watu wadogo tu, wakina Petro wavuvi tu, watu wa kawaida tu ambao pengine hata walikuwa watu wa kawaida tu. Zaburi ya 19 mstari wa 7, sheria ya Mungu mtie mjinga hekima. Yaani Mungu anapokuja kwa mtu mdogo, na ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Mungu anakuja anafanya kazi na watu wadogo kabisa, wale watu ambao dunia haina muda nao, dunia inaona ni watu waliodharaulika. Lakini Mungu anapokuja katikati ya watu, anakuja analeta ukombozi, analeta baraka, anakuja anafanya kazi na watu wanyenyekevu. Ndugu zangu wapendwa, leo tujifunze kwenye Dominika ya leo ya 14 ya mwaka A wa kanisa kwamba Mungu siku zote hafanyi kazi na watu wenye majivuno. Mungu hufanya kazi na watu wanyenyekevu. Vile vitu vidogo kabisa Mungu huvinyanyua. Mungu hujipatia utukufu na sifa kutoka kwenye vitu vidogo. Tunajua wanyanyua maskini kutoka jahani, wanyanyua maskini kutoka mavumbini na kuwaketisha pamoja na wakuu katika kiti cha enzi. Ndugu zangu, watakatifu wengi waliojishusha Mungu amefanya nao kazi sana. Na wewe kama unataka Mungu afanye na wewe kazi, kwa mnyenyekevu. Mungu siku zote hufanya kazi na watu wanyenyekevu. Kwa ndugu zangu wapendwa, leo tunaalikwa, tunaambiwa binti Sayuni, piga kelele.
binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako. Kwa hiyo mfalme anakuja, andaa njia. Jua kabisa anakuja, na akija hakika utafurahi mwenyewe. Na kweli unabii huu ulitimia baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuja, na alivyokuja wagonjwa waliokuwa katika hali mbaya, wengine ambao walikuwa hawaoni, walipata baraka, walipata furaha, walifurahi kweli kweli. Kwa ndugu zangu wapendwa, masomo ya leo yanatuongoza tumshangilie Bwana, kwani Bwana wetu ni mwema na anatujali. Hutuletea amani. Amani yoyote lazima ianzie na kumwamini Yesu kama mfalme. Kama amani haitoki kwa Mungu, kuna watu wana pesa, kuna watu wana mali, kuna watu wana magorofa, hawana raha, hawana amani hata kidogo. Lakini amani yako ikianzia kwa Mungu, nakwambia hata vitu vyako ulivyo navyo unavifurahia. Yesu ndiye Bwana wa kuleta amani, ndugu zangu. Katika somo la Injili, Bwana Yesu anashangilia kwa shangilio kuu katika Roho Mtakatifu. Ni baada tu ya mitume kurudi kwa furaha baada ya kutenda miujiza na matendo makuu. Walishangilia sana kuona wanapokea uwezo wa kuponya na kupunga pepo na kutangaza neno la Mungu. Hakika Mungu anatenda kazi zake kuu kupitia watu wanyenyekevu na watu dhaifu, ndugu zangu wapendwa. Ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Wenye hekima wanaotajwa na Yesu ni watu wa namna gani? Ni wale ambao pengine machoni pa dunia wanaonekana ni maarufu, yule ambaye kila anapokuwepo anafanya uwepo wake ugundulike, aidha kwa kupiga kelele zake au pengine kwa kuwaaminisha watu, au unaona anavyojitambulisha, namna yake anapovaa, anavyojiweka. Ni wale wanaotumia pengine nguvu ya fedha zao kujitangaza. Watu wanatumia pengine matangazo mbalimbali kujitangaza. Watu wa namna hii yapo mengi wamefichwa kwao. Yapo mengi sana wamefichwa na Mungu. Tumeona wengi wakiwa wanakosea hata katika kuongea kwao, wanaongea vitu ambavyo mpaka utashangaa. Nasema hivi watu wana akili kweli? Ni kwa sababu pengine wamekataa hekima ya kimungu, na hata katika maamuzi yao wanafanya maamuzi mabaya. Hakika Mungu ameweka vitu vizuri kwa wale walio wapole na wanyenyekevu. Hata wanaofanikiwa kufunga ndoa pengine ni wale walio tu wanyenyekevu. Wengine wanaona ndoa kama upumbavu hivi. Pengine wanaendeleza tu pengine dhambi za uzinzi, kuzini na huyu, kufanya huyu, kufanya huyu. Wakati mwingine unaweza kukuta ni wale watu maarufu tu ambao hawana hata misingi ya kimungu ndani yao. Wamefichwa mengi, ndugu zangu. Wanaofunga ndoa na kubaki kwa mke mmoja, mume mmoja ni wale wenye wanyenyekevu, si wale wenye majivuno. Wenye majivuno mambo kama haya ni tofauti kwao. Hakika Mungu anayo malengo yake. Wakati mwingine Mungu hatupi baadhi ya vitu tunavyoviomba kwa sababu pengine tutafanya uharibifu zaidi. Mungu anapenda kutufanya tuwe katika hali ya udogo ili tuendelee kumtumikia na kumkumbuka. Lakini akikunyanyua anakuangalia. Kwa hiyo kitu chochote cha kulinda mafanikio yako ni unyenyekevu wako. Kama kuna kitu chochote Mungu amekubariki, ukikiendekeza kwa majivuno, akibaki huwa kinaondoka tu. Kwa hiyo kuwa mnyenyekevu, jitahidi kuwa mnyenyekevu. Jishushe. Na hapa napata story moja, nakumbuka story moja niliona kwenye mtandao. Nasema kuna dereva mmoja na konda walikuwa wanaenda kupaki gari. Sasa wakati wanapaki gari, konda akamwambia, "Kwani tusizunguke round moja?" Akasema, "Basi ngoja tuzunguke tu round moja, pengine tupige dai waka, tunaweza tukapata kitu." Wakazunguka. Baada ya kuzunguka wakapata angalau abiria karibu 5 hivi. Mmoja hapo kijana mzuri alikuwa amevaa vizuri tu, mwingine mama mmoja mpole tu, na wengine baadhi ya vijana. Basi wakati anadai pesa, kijana mmoja yule ambaye alikuwa amevaa vizuri akamwambia, "Jamani, samahani, konda, samahani sana. Nilibadilisha suruali, kumbe nimeacha hela kwenye suruali." Konda akakasirika, akashirikiana na dereva akamtukana yule kijana. Basi yule mama alikuwa mbele pale akasema, "Jamani, naomba nimlipie huyu." Akaamua kumlipia na yule kijana ambaye alikuwa amevaa vizuri. Basi baadaye wale kondakta na dereva wakaenda kupaki gari. Walipoenda kupaki gari wakaenda nyumbani. Kufika nyumbani wakakuta mtoto anaumwa. Wakabidi waanze kumkimbiza hospitali. Kufika hospitali wakamkuta nesi kule. Nesi akamwambia, "Subirini, daktari hajaja, amechelewa kidogo." Wakiwa pale yule kijana akaingia. Kumbe ndio daktari wa pale hospitali. Sasa hebu niambie, na ukumbuke ulishamtukana kule kwenye gari, ulikuwa hujui ni nani. Ndio maana ndugu zangu, kwenye maisha haya, maisha unyenyekevu, heshimu mtu bila kujua ni nani. Sio mpaka ujue mtu ni nani ndio uanze kumheshimu. Ishi kinyenyekevu, maisha ya kujivuna na kujitapatapa. Sikiliza watu. Watu pia wanapitia changamoto. Mwanadamu pia anasahau. Wangemsikiliza huyu daktari ambaye alikuwa amepakia kwenye gari, wasingemtukana na baadaye kumembarasi mpaka yule mama akabidi ajitolee kwenda kumlipia nauli. Sasa hapa unaona inabidi sasa aanze kuwa mnyenyekevu, kujifanya kuwa mpole. Sasa ni daktari ndo ameingia sasa. Ndio anakuja kushughulika na mtoto wako. Hivi pengine angeamua kufanya revenge
amchome mtoto wako pengine sindano ya sumu au amzidishie dawa alafu afe, itakuwaje? Si itakuwa ni wewe umesababisha kwa sababu ya wewe kushindwa kuwa mkarimu na kushindwa kuonyesha upendo. Ndugu zangu wapendwa, tujifunze maisha ya unyenyekevu. Unyenyekevu siku zote unalipa. Unyenyekevu siku zote utatupatia baraka. Majivuno yetu yatatunyima mengi. Mungu hufanya kazi na watu wanyenyekevu. Na wewe jitahidi kujishusha. Ndugu zangu, siri za ufalme wa Mungu zimefunuliwa kwetu. Kwa wale walio wanyenyekevu, wale wachanga. Je, sisi tupo? Sisi ni wapi kati ya hawa? Wale wenye majivuno au wale wanyenyekevu? Ni kama watoto wachanga. Sisi tuna tabia za watoto wachanga, kuwa waaminifu, wanyenyekevu mbele ya Mungu. Umaarufu wetu waweza kutufanya tumkose Yesu pengine. Kutafuta umaarufu bila sababu unaweza kutufanya tumkose Yesu. Tukaanza kujisifia hata vitu vya uongo. Tukumbatie unyenyekevu ndugu zangu. Kama huna unyenyekevu, mengi kumhusu Mungu hutayafahamu. Sisi tupo kundi gani? Somo la pili ndugu zangu linatueleza tusiishi kwa kuyafuata mambo ya mwili. Kwani mambo ya kimwili yatatuletea kifo. Kuhangaika na tamaa za mwili. Ndio maana mtu yote anaweza kuchunga tamaa zake, ameweza kumshinda adui mkubwa sana kuliko wote duniani. Somo la pili linatuelekeza tusifuate tamaa za mwili, tusifuate mambo ya kimwili, tuongozwe na Roho, tuishi maisha ya unyofu. Tukiongozwa hivyo, ndugu zangu wapendwa, tutaishi vizuri hapa duniani sana. Hapa ulimwenguni kasumba zetu mbaya zinasababishwa na tamaa. Pengine tamaa za kimwili, kutamani mambo makubwa, pengine nyumba kubwa, kutamani magari, kutamani hivi, tamaa za kimwili, kutamani wanawake wazuri, kutamani wanaume wazuri. Hii yote imetuangusha kwenye dhambi. Leo Yesu anatuambia tuishi. Paulo anatuambia tuishi kwa kufuata Roho, sio mwili. Mwili una tamaa nyingi ndugu zangu. Ndugu zangu, baadhi ya shida tulizo nazo zinasababishwa na tamaa na kukosa unyenyekevu wa kutokuridhika. Baadhi tuna tamaa kupita kiasi. Siku zote tunataka tu kumiliki nguo nzuri, viatu vizuri, simu za bei kuliko wenzetu. Tunatamani kula vyakula vya gharama kuliko wenzetu. Hizi ndizo zinazotuongezea mizigo mizito. Tunatamani watoto wetu wasome shule za bei, tushindane tuonekane sisi watoto wetu wanasoma sehemu za bei kuliko wewe. Unajitutumua, hata pesa hauna, unahangaika, mwishoni unaishia hata kuteseka kabisa. Ndugu zangu wapendwa, chagua unyenyekevu. Wewe uliosoma shule za kawaida tu ulikosa nini? Kwani unajitutumua mpaka unashindwa hata kulipa ada? Wakati mwingine unacheza michezo huko mpaka unavuruga kabisa, yani hata rejesho huna. Kisa unataka tu watoto wako wasome kwenye shule za hali ya juu ambapo wewe mwenyewe huna hata hela za kulipa. Ndugu zangu, hapa ulimwenguni kuna kasumba nyingi sana mbaya zinazosababisha maanguko yetu yawe makubwa. Tuna baadhi ya mambo tunayofuata ambayo kwa kweli yanatufanya tuwe na mizigo mizito sana. Tambua kwamba kuna marafiki, hata michezo ya filamu zenye kumzuia Mungu kugusa maisha yako. Kuna watu wamejaa kichwani filamu na tamthilia ambazo yani ni kama wanawaka moto hivi, na wengine movie. Yani wanawaza vibaya, yani wako kama mcharuko. Hakuna nafasi ya Mungu. Sasa vitu unavyosikiliza wakati mwingine hata paka unaota ndoto kama vile unacheza, kama vile zile movies za kuact, zile action movies zile. Mtu anaangalia movie mpaka anakaribia kufanana nazo. Ndugu zangu wapendwa, andaa moyo wako, sehemu ya Mungu pia ipate nafasi. Ukiwa ni mtu tu wa kuongozwa tu na mastaa kwenye filamu na wachezaji mbalimbali, nafasi ya Mungu itakuwa kidogo sana. Ndugu zangu wapendwa, tujifunze hapa. Yapo pia mazingira yanayokufanya ushindwe kumfikia Mwenyezi Mungu. Hakika Yesu anaweza kulegeza nira ya kila mmoja wetu na kutuletea raha nafsini mwetu. Kwanza, kwa sababu yeye ni mwenye haki; pili, ni mnyenyekevu; na tatu, ana wokovu. Yaani ana uwezo wa kuokoa. Uwezo huu anao yeye ndani yake. Hategemei asaidiwe na mtu. Yesu ana nguvu. Yesu anaweza kufanya chochote. Ndugu zangu wapendwa, tumuombe Yesu atusaidie. Ni Yesu peke yake anayesema njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo. Huwezi kumpata rafiki anayekuambia eti njoo kwangu niletee matatizo yako nami nitakupumzisha. Watu wengi wanapenda marafiki ambao watawasaidia. Sio wale eti unamwambia mtu njoo kwangu na mizigo yako uje ukae kwangu. Sio rahisi. Wengi hawako tayari kupokea mizigo ya watu. Wengi wapo tayari kukaa na marafiki ambao wanajua watafaidika kutoka kwao. Ni Yesu peke yake. Yesu anasema tujitie nira yake. Ndugu zangu, nira tunafahamu ni kile kifaa cha kuongoza ng'ombe ili wafuate, wasije wakala mahindi, wasije wakaharibu. Sisi tujitie nira.
Nira Yesu ni kuamua kuishi kama Yesu. Yaani kumvaa Yesu, ni kujimvika Yesu. Kuwa kama Yesu tena. Kuwa kama Yesu kwa watu wengine. Maanake kila unachokifanya, kila unakopita, yani unapita kama Yesu. Umemvaa Yesu. Kwa hiyo watu wakikutazama wanaona Yesu. Wanaona hii jamaa, hii nira aliyovaa ni nini? Mbona hata kutembea kwake, kutenda kwake, yani anatenda kiyesu Yesu. Yani kinira. Yani hapo tayari umevalishwa nira Yesu, unatembea kiyesu Yesu. Ndugu zangu wapendwa, sio kitu kirahisi, lakini inawezekana sisi kuishi kama Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu tumeamua kujivika Yesu, tumeamua kukaa na yeye, na tumeamua kumilikiwa naye. Tumeamua kujivika nira yake. Yani kama vile unapomvika ng'ombe pengine hata kamba, kumpeleka popote unakotaka. Sisi tumvike Yesu, tujivike Yesu. Yani Yesu atuvae sisi, atupeleke anakotaka yeye. Sio sisi tuamue tu kujichagulia wenyewe tumpeleke Yesu tunavyotaka sisi. Hapana, Yesu atuongoze. Yeye anajua kila kitu. Yeye ni baba mwema. Atatunyanyua. Haijalishi wewe uko kwenye status gani. Haijalishi wewe umetoka familia ipi. Yesu hachagui. Ananyanyua walio mavumbini, wale walio ambao dunia hata iwaoni kama wana maana. Hebu niambie mtu kama Petro, mvuvi, angeza kuja kukaa anajibizana na Sanhedrin. Unajua Sanhedrin ilikuwa baraza kuu ambalo linaogopeka. Wakina Paulo, wakina Petro walipelekwa pale, mitume wanaojiana nao, wanaongea nao, mpaka wanawasema, wanashangaa, jamaa vipi? Wamepata wapi uwezo namna hii? Ni kwa sababu Mungu huwanyanyua wadogo kutoka mavumbini. Ndio kazi ya Mungu ilivyo. Ndugu zangu wapendwa, Mungu atusaidie tuweze kuwa watu wema, watu wa kinyenyekevu, watu wa kuishi vizuri. Nimewahi kuambieni, nyani akikaa chini wala huwezi kujua kama ana makalio mabaya. Wala huwezi kujua pia hata ana mkia mrefu. Lakini akiamua kupanda kwenye mti na kutishia watu, ndio tunaanza kujua kumbe ana makalio mabaya hivyo. Kumbe hata mkia wake ni mrefu namna hii. Ndivyo ilivyo kwenye maisha yako. Unyenyekevu ni kama mtu aliyekaa chini. Ukikaa chini ukianguka huumii. Lakini mtu mwenye majivuno ni kama nyani aliyepanda kwenye mti, anayetishia watu. Kumbe akigeuka, yani ana makalio mabaya. Yana sura mbaya. Ndivyo ilivyo. Mtu mwenye majivuno anapoendelea kujinyanyua, ndivyo makalio yake yanapoonekana mabaya. Yani jinsi unavyojinyanyua ndivyo unavyoendelea kuonyesha udhaifu wako. Mwenye majivuno ni kama mtu aliyepanda kwenye mti. Unaona mti nyuma yangu pale. Ule mti umepanda kule juu kule. Ukidondoka kule, yani unaweza kuvunjika. Lakini mtu mwenye unyenyekevu ni mtu aliyekaa chini. Ukianguka wala una shida. Nakumbuka hata mimi niliandika kwenye souvenir yangu ya upadri, unyenyekevu huja kabla ya heshima. Kama unataka uheshimiwe, kuwa mnyenyekevu, kuwa kawaida. Yani utaheshimiwa na watoto na kila mtu. Lakini kama unataka uheshimiwe kwanza, ndio uwe mnyenyekevu, utashangaa dunia itakapo kupasua. Ndugu zangu wapenda, unyenyekevu unalipa. Unyenyekevu utapendwa hata na wanyama. Wanyama watakufuata. Lakini kama wewe ni mtu mbabe kwa kila kitu, kwa kuongea kwako, jifunze. Nishawahi kuambieni, omba ile sala, Mungu nijalie mdomo wa sisimizi na masikio ya tembo. Wakati mwingine tunashindwa hata kuwasikiliza wenzetu. Hatuna unyenyekevu wa kuwasikiliza wenzetu. Yani tunataka tuongee tu. Yani sisi tuwe kama ma-MC. Wao wakae chini, yani watusikilize sisi tu. Omba roho ya unyofu. Omba roho ya unyenyekevu, ili uweze kuwa na ile karama ya unyenyekevu ya kuweza kuwasikiliza wengine wanasema nini. Ukitaka tu kuwa lecturer na watu wote ni wanafunzi, utagombana na watu. Lakini ukiwa ni mtu ambaye ni mnyofu, utaishi vizuri sana. Mungu anataka ufanye kazi na wewe kwa mnyenyekevu. Hakuna mahali popote kwenye Biblia, hakuna popote pale kwenye Biblia ambapo Mungu amefanya kazi na watu wenye majivuno. Hamna. Mungu siku zote hufanya kazi na watu wanyenyekevu. Kwa hiyo leo unaambiwa furahi, shangilia, binti Sayuni. Amini. Andaa roho ya unyenyekevu. Andaa roho ya udogo. Uone jinsi Mungu atakapokuja kwako. Uone jinsi Mungu atakapokunyanyua, atakapokufundisha mengi. Andaa roho ya unyenyekevu. Uone jinsi Mungu atakapofanya kazi na wewe. Mpaka mwenyewe utashangilia, utarudi kama wale mitume baada ya kufanya miujiza. Na Yesu atashangilia kwamba haya mambo Mungu amekufunulia kwa sababu ya unyenyekevu wako. Mungu akupe neema na baraka. Nakutakia Dominika njema ya 14 ya mwaka A wa kanisa. Dominika ya kushangilia kwa sababu Mungu anapenda kufanya kazi na wanyenyekevu. Tuombe Mungu atujalie kweli. Nimewahi kuambieni vijana, mkifanikiwa kuwa wanyenyekevu,
Hiyo ni formula, hiyo ni password ya maisha. Kama unataka vile vitu vyako vyote ambavyo Mungu amekubarikia viendelee kudumu, hata kiduka chako kibaki, hata utajiri wako uendelee kubaki, go down. Nenda chini, lala kwenye mavumbi. Mungu atakunyanyua, atafurahia kufanya kazi na wewe. Waisraeli walikuwa na Yerusalemu yao, wakaringa nayo. Wakashindwa kuilinda kwa sala na kwa kumtukuza Mungu. Ikaja kubomolewa. Na wewe mama ulioko hapo, una mtoto wako anakupa heshima. Mtoto wako, mume wako anakupa heshima, amekununulia gari, amejenga nyumba, anakafanya kazi hivi, same fulani. Mlinde kwa sala. Acha majivuno. Mlinde kwa sala. Na ukimlinda kwa sala, atabaki. Utashangaa kila siku utukufu wa Mungu unaendelea kuja siku kwa siku. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unavujivuna na vile ambavyo Mungu amekupa, unaongea na watu vibaya, unawajibu watu vibaya, watu wana tabia kumlilia Mungu, na Mungu atasikia, atakuja. Na akija, hali yako itakuwa mbaya. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nawatakia Dominika njema.